yanaweza kutokea mafuriko, yanaweza yakatokea tetemeko, yanaweza yakatokea ya upepo na mengine ya aina hii. Hili si jambo la kufanya huu ni mtaji wa kisiasa na wenyewe. Malofa tu ndo wanaweza kufanya hiyo, kwamba na wenyewe wamepata jambo la maana la kukimbia nalo na la kuwatumia mabwana zao. Yaani mambo ya ajabu ajabu tu. Nchi zilizoendelea zipo ambazo zina reli kama ya kwetu. Zipo. Ikitokea siku hiyo barafu imemwagika nyingi, wana cancel, wanaahirisha treni zipite kwa ajili ya usalama wa raia. Hizi ni nchi zilizoendelea, kwamba pametokea barafu, wanaahirisha reli zipite, treni zipite siku hiyo kwa ajili ya usalama wa raia. Ikitokea mvua ya upepo ambayo inaweza ikafanya nyaya zile zikayumba, zikasababisha uwiano wa tofauti kwenye mtiririko wa umeme, wanaahirisha treni isipite siku hiyo. Si jambo la ajabu. Wanaahirisha safari za ndege, si jambo la ajabu. Ni jambo la kawaida kabisa, ni hali ya hewa, wanaahirisha. Tena ni jambo la heshima kuwa mbele ya tukio, kwamba tumenusuru watu wasipate shida. Sasa na sisi tuna reli ya kisasa ya aina hiyo hiyo. Ikitokea mvua ya upepo inayotikisa nyaya zile, mtiririko wa umeme hautakuwa wa kawaida. Wala wanaotaka mabaya ya Tanzania wanataka watu waendelee kupita kwa hiyo. Hata viazi mviringo ungevipeleka. Unataka watu wapite na mvua ya upepo inanyesha kwenye treni inayotumia umeme. Muone jinsi tulivyotofautiana uwezo wa kuongoza. Kwa wao wangeswaga tu. Wao wangeswaga tu. Ndio maana Watanzania wanaonaga hawajakuwa. Hivyo hata mashirika makubwa ya ndege ya nchi zilizoendelea, ikitokea mvua yenye upepo, wanaahirisha. Ili si hata jambo. Na mimi niwaambie TRC, maisha ya Watanzania ni kipaumbele cha kwanza. Usalama wao ni kipaumbele cha kwanza. Bora mtu safari yake iahirishwe, asafiri muda ambapo tuna uhakika. Ndio hivyo. Na mimi niwaombe Watanzania, kwenye masuala yanayohusisha usalama, wala tusigombane, tusilaumiane, kwa sababu tutafika tu tukiwa hai. Hiyo safari tutaenda tu tukiwa hai. Kwa hiyo usalama, hiyo shughuli tunayoiwahi, tutaifanya tu tukiwa hai. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo linatakiwa lizingatiwe na kila Mtanzania. Haya masuala yanayohusu usalama ni jambo la kipaumbele. Na hata tutapita kule, nawaambia serikali imeshaweka fedha na ulikuwa kwenye taratibu za wataalamu wamalize masuala ya kudesign, wamalize masuala ya manunuzi, mabwawa ya jengo. Na wala hatujajipanga baada ya mafuriko haya kutoka. Serikali ishaanza muda mrefu kufanya hayo mambo. Imeshaanza kufanya hayo masuala. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi niwaombe tuzingatie haya masuala ambayo yanahusu uhai, yanahusu maisha yetu sote. Tumalizie haraka lile jambo la viwanja. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa mmetuhakikishia tu ambazo zimeshafanyika. Limalizieni haraka. Malizieni haraka. Na nitoe rai kwa wale watakaopewa viwanja hivi, tusiuze tukarudi tena kwenye maeneo ya mafuriko. Sasa
linatokea maeneo